Awali ya yote nimshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuwezesha kutukutanisha na ndugu zetu Waislamu kutoka maeneo mbalimbali ya mkoa wetu wa Tabora kuleta baraka katika msikiti wetu huu wa Mabatini. Lakini jambo la pili, ndugu zangu watukufu Waislamu mlioko ndani ya Tabora na nje ya Tabora na wale msiokuwa Waislamu, sisi kama Waislamu wa msikiti wa Mabatini tunatoa shukrani nyingi sana kwenu kwa kufika kwenu katika jambo letu hili la iftari ambayo imeandaliwa na mdau ndugu yetu. Tunamuomba Mwenyezi Mungu amkidhie haja zake na amuondoshie mitihani. Malengo ni kufutulisha, tulikuwa iftari yetu hudhuriwe na mashekhe kutoka wilaya zote, lakini kutokana na changamoto mbalimbali wameweza kuwasili mashekhe kutoka wilaya 3, wilaya ya Sikonge, wilaya ya Urambo na wilaya ya Uyui, lakini na wilaya ya Tabora mjini ambayo ndo wilaya mama ambapo iftari hii imefanyika. Nichukue nafasi hii kwa niaba ya Shekhe wa mkoa kumpongeza na kumshukuru huyu aliyetufuturisha leo. Tunaamini amevuna thawabu nyingi. Pointi ya Shekhe wa mkoa anasema kwa kuwa tuko katika 10 la mwisho, 10 ambalo tunasema ndiyo dakika za lala salama. Kama ulikuwa bado una madhambi ukimalizia kuyatubia ndio yanakwisha kabisa. Tutumie nafasi ya 10 hili la mwisho, hasa katika yale masiku ya witri ambayo ndani yake inapatikana Lailatul Qadr kama usiku wa leo. Tutumie masiku haya kumuomba sana Allah subhanahu wa ta'ala aweze kutusamehe madhambi tuliyoyatenda, aweze kutughufuria madhambi tuliyoyafanya, aweze kutufanyia wepesi katika maisha yetu, lakini pia huku tukuendelea kuiombea taifa letu salama na amani. Kila mmoja anapoingia msikitini kwa ajili ya kuomba toba ya mambo alionayo, asiishie kuomba toba ya mambo alionayo, pia aliombee na taifa letu katika masiku haya ya witri ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tumuombee rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Mungu ampe afya njema, amwezeshe kutuongoza katika mazingira ambayo ni ya kheri na salama kama ambavyo amekuwa akifanya, na moyo huo aendelee kuwa nao. Hii dua tuombe sana katika masiku haya ya mwisho, lakini pia tuliombee taifa letu amani. Tunakwenda kwenye uchaguzi mwezi wa 10. Mwenyezi Mungu abariki uchaguzi uwe ni wa amani, uwe wa huru na haki. Hizi dua tujitahidi sana kuziomba katika haya masiku ambayo yamesalia. Tunatoa shukrani za dhati kabisa kwa mzee wetu, kiongozi ndugu yetu ambaye kwamba amefanya iftari hii ifanyike mahala hapa, kwani angeamua hata ingefanyika katika msikiti mwingine au mkoa mwingine. Kwa hivyo kwa yeye kuona kwamba iftari hii ifanyike katika mkoa wetu wa Tabora, tena chini ya uongozi wa Sheikh wa mkoa, na jambo hili lifanyike wapi? Katika msikiti wetu huu wa Mabatini, basi tunasema Mwenyezi Mungu amjalie kila lilokuwa la kheri, amuondoshee mabalaa na matatizo mbalimbali, na ampe baraka tele kabisa katika shughuli zake mbalimbali kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia natoa wito sasa. Wito huu ndugu zangu si mawaidha, lakini ni wito kwa sababu tupo katika msikiti ambao kama mnavyoona msikiti wetu huu ujenzi bado unaendelea. Kama mnavyoona hapa tuna feni moja, bado tunahitaji mafeni ya kutosha. Lakini si hilo tu, bado tuna uhitaji wa mambo mbalimbali. Miongoni mwayo kwa uchache, hapa nje kama mnavyoona pana maeneo makubwa katika msikiti wetu. Miongoni mwa mambo ambayo tunahitaji kufanya na kukusudia kuyafanya, tunataka tujenge angalau vyumba 4 vya madrasa kwa ajili ya vijana ambao wanasoma katika kutafuta ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama mnavyojua kwamba elimu ya dini ndo msingi wa mwanadamu katika maisha yake, ambao utamsaidia kufanikisha mambo mbalimbali. Kwa hivyo na hapa msikitini panakusudiwa kujengwa madrasa ya vyumba 4. Lakini kwa hivyo tunakuombeni kwa nyote kwa pamoja na wadau wengine mbalimbali wa maendeleo katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikiwemo mdau huyu ambaye amefanya iftari hii,
basi kadhalika mambo mazuri tuendelee kuyafanya kama alivyosema Sheikh Zaim kwamba Ramadhani imekwisha lakini mambo ya khairati yanaendelea kufanyika. Kwa hivyo basi iftari imeshafanyika basi alhamdulillah, lakini hapa mambo mengine mengi nje kufuturishana. Miongoni mwao ni kama haya tunasema ya kutoa sadaka, ya kuleta maendeleo ya kiilmu na ujenzi kama hivyo madrasa, ujenzi wa misikiti na mambo mbalimbali. Lakini pia vile vile tunakusudia katika msikiti wetu hapa kuweza kujenga ofisi maalum ambayo itasaidia kuweza kushughulika na mambo mbalimbali ya kijamii, ikiwemo kuwalea Waislamu ambao vijana na watoto mbalimbali wamekuwa wakizagaa katika maeneo mbalimbali, hawana mwelekeo mzuri katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lengo ni kuwaweka Waislamu wa maeneo haya na maeneo mengine kuwa kitu kimoja kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwani Uislamu ndugu zangu unataka watu wote tuwe pamoja. Kwa hiyo kuwa pamoja basi panahitaji kuwa na sehemu ya kukutania kama tunavyokutana misikitini na nyumba mbalimbali za ibada na madrasa namna mbalimbali. Kwa hali hiyo basi natoa wito kwa nyote, kila mmoja kwa nafasi yake. Ikiwa wewe unaweza ukajitosheleza ukatoa sadaka yako, ukaleta simenti kwa ajili ya ujenzi, ukajitolea mawe, ukajitolea mchanga na mambo kadhaa wa kadhaa, au kawa wewe una nafasi ya ushawishi kwa kiongozi yote ukamshawishi basi akafanya, basi itakuwa hubba wa karama. Haya ndiyo mambo tunayokusudia kuyafanya. Kwa hivyo bila kutawalisha muda, shukrani hizi ziweze kutosha sasa. Wa ila Allahi tasirul umur. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.